The Green Voice. Yes, we are green. Mmeaminika ndio maana mko hapa. Hili ni nchi ni jukumu. Aliyewateua hawezi kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Aliyewapa kazi, iweza kupitia wizara ya utumishi ama TAMISEMI, hawezi kuwepo hapo kufanya kila kitu hapo. Ndio maana nyinyi mko kama wawakilishi. Kwa kila mmoja atekeleza wajibu wake kwa wakati wake, kwa ufasaha. Kamati ya bunge haina haja kuja. Kwa sababu taarifa za mkaguzi zitakuambia kienda pale kimetema fedha fulani, kufanya kazi fulani. Sisi wenye mamlaka kuja kudhibitisha matumizi, tumejiridhisha imetumika vizuri, hatutakuja. Sasa tumekuja hapa tunapoteza mafuta. Na sisi tumekuja rasilimali watu, rasilimali muda, tumemchukua waziri katibu mkuu, shughuli ambazo amefanya kwenye maeneo mengi zote zinagota, tumekuja. Lakini tutakuwa tusije. Sababu kuna watu wenye kitima, kuna watu wanaenda sana kusomeshwa kwa fedha za umma, mko kwa ajili ya kutekeleza wajibu wenu. Kwa tunaomba sana mkurugenzi na timu yako, maagizo haya sio kwamba ni maneno tu ya kuzungumza hapa na kuondoka, ila ni vitabu ni maneno yanayoishi. Na kwenye taarifa ambazo kaguzi zinazoendelea kila mwaka, hii wanaichukulia kama sehemu ya maagizo ya kamati ya bunge kwenu kwa ajili ya utekelezaji. Na msipotekeleza itakuwa ni kati ya maeneo ambayo mmekaidi maelekezo ya bunge. Naomba mchukulie kwa uzito wake. Na hapa inasoma, lakini kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI itakuwa sasa nakala halisi ya kile ambacho tumeelekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo mengi yametolewa, ushauri, mapendekezo na maelekezo ya kamati yako, na mimi ninaamini watendaji wameona na wameona maeneo ambayo wamefanya vizuri, tumeona maeneo ambayo yana gaps ambazo Mheshimiwa Bunge amehoji. Jambo la msingi, dhamira ya serikali ni moja, kuhakikisha kwamba fedha za serikali zinapoletwa zinafanya kazi inayotakiwa, miradi inakamilika kwa wakati, kwa ufanisi unaotakiwa ili iweze kuhudumia wananchi. Na katika eneo hili sote tunaona hospitali hii ni kongwe sana, ni chakavu sana. Na leo tumepata jengo zuri sana. Katikati ya majengo chakavu na kongwe sana. Lazima sisi kama viongozi tuone tunawajibika. Kwa sababu serikali kwa nia nzuri sana, Mheshimiwa Rais aliwapa fedha nyingi zaidi, fedha kukamilisha jengo hili na fedha kujenga majengo mengine kwa maana kwa karabati. Ili angalau majengo yale yafanane na jengo hili, yafanane na hadhi ya wananchi wa Kenya. Na hili mna zaidi ya mwaka mmoja na kitu, bado 280 mmehamisha kwenda shule na kusaidia watu. Ukiangalia bado hamjatendea haki ya watumishi. Watumishi wanaofanya kwenye yale mahodi yaliyochaka kiasi kile, hebu wapeni motivation kwa kutumia zile fedha za sekta ya afya kuboresha miundombinu ya sekta ya afya.